Rais wa Marekani Donald Trump amesema huenda Marekani ikafanya mashambulizi mengine dhidi ya Iran usiku wa leo, akisema kuwa hatua hiyo inalenga kujibu mashambulizi ambayo Iran imefanya dhidi ya meli zinazopita katika mlango wa bahari Hormuz pamoja na maeneo ya nchi jirani za Ghuba. Kauli hiyo ameitoa alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kando ya mkutano wa viongozi wa NATO unaofanyika Ankara, akiwa pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Trump alisema Marekani tayari ilifanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran usiku uliopita na kudai kuwa yalisababisha uharibifu mkubwa. Aliongeza kuwa kuna uwezekano mkubwa wa jeshi la Marekani kufanya operesheni nyingine ndani ya saa chache zijazo ikiwa hali ya usalama katika eneo hilo itaendelea kuzorota. Niliwashambulia kwa nguvu sana jana usiku, huenda tukawashambulia tena kwa nguvu siku ya leo. Nitawapa onyo kidogo, lakini tutawaadhibu kwa nguvu, halafu tutaona mambo yatakavyokwenda, alisema Trump mbele ya waandishi wa habari. Kauli hiyo imeongeza hofu ya kuendelea kwa mvutano mkubwa kati ya Marekani na Iran ambao tayari umeathiri usalama wa eneo la Mashariki ya Kati, hususan katika mlango wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Mashambulizi dhidi ya meli za biashara na za mafuta katika eneo hilo yamezidisha wasiwasi wa mataifa mengi kuhusu usalama wa biashara ya kimataifa na uthabiti wa soko la nishati. Trump pia alisisitiza madai yake kwamba hatua za Marekani zimeleta mabadiliko makubwa katika uongozi wa Iran. Ingawa hapo awali aliwahi kusema kuwa viongozi wapya wa Iran wanaonekana kuwa na msimamo wa wastani zaidi, safari hii aliwarejelea kwa lugha kali, akidai kuwa hawafanyi maamuzi ya busara na kwamba hawana mwelekeo mzuri wa kisiasa. Trump pia alitoa kauli iliyozua mjadala aliporejelea kwa makosa kile alichokiita Jamhuri ya Kiislamu ya Japan badala ya Iran. Akiendelea na maelezo yake, alidai kuwa wakati wa vita taifa hilo lilirusha makombora 111 kuelekea meli ya kivita ya Marekani, lakini makombora yote yalidunguliwa na mifumo ya ulinzi wa Marekani kabla hajalenga shabaha yake. Kauli hiyo imeibua maswali kutokana na mkanganyiko wa jina la nchi alilotaja. Hata hivyo, Trump alidokeza kuwa huenda Marekani isiendelee kushikilia hata makubaliano ya awali kutokana na kuongezeka kwa mvutano na hatua za hivi karibuni za Iran. Alisema kuwa iwapo Tehran itaendelea na kile alichokiita vitendo vya uchokozi, Marekani inaweza kuchukua hatua za kijeshi bila hata kutegemea makubaliano yoyote ya kidiplomasia. Huenda tukafanya hivyo bila makubaliano yoyote kwa sababu kufanya hivyo ni rahisi zaidi, alisema. Kauli hizo zimekuja wakati mvutano kati ya Marekani na Iran ukiendelea kuongezeka kufuatia mashambulizi ya pande zote katika siku za hivi karibuni. Wataalamu wa masuala ya usalama wanaonya kuwa endapo mashambulizi mapya yatatekelezwa, kuna hatari ya mgogoro huo kusambaa zaidi katika Mashariki ya Kati na kuhusisha mataifa mengine eneo hilo, hali ambayo inaweza kuathiri usalama wa kimataifa, usafirishaji wa mafuta na juhudi za kidiplomasia za kurejesha utulivu. And we hit them hard last night after they launched a couple of, you don't have to know about this, you got stuff on your mind, but they launched a couple of drones and one rocket, one missile, and at ships, because they were in the strait, which they have every right to be. And so we hit them very hard last night, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them. It's like, for instance, we'll have a meeting and we'll talk about the Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.